wao kufanya familia zao zikuwe matajiri. Na Mheshimiwa Spika, ukiangalia Kikuyu, Embu na Meru, hawa watu ndio matajiri wakubwa sana hii nchi. Na hii utajiri walipata kwa kuibia wa Kenya. Kama kuna watu wenye wameibia wa Kenya, kama kuna watu wamechangia umaskini kuwa hii nchi, ni association inaitwa GEMA, Kikuyu Embu Meru Association. Wakamba waliwekwa tu hapo kudanganywa. Ni lugha ya kudanganya tu Wakamba. But GEMA inamaanisha Kikuyu Embu Meru Association. Hakuna Kikamba hapo, hakuna mambo ya Kamba hapo. Ukiangalia Mheshimiwa Spika, kwa hizo group zote, ukiangalia kitu yenye inapandwa wao watu wanapanda kahawa. Unaweza compare kahawa na ndengu yenye inapandwa Ukambani? Kama wako serious, wako pamoja, unaweza compare? Kofi inatoka hapa, waru inatoka hapa. Biashara yote hii Nairobi inalishwa na chakula ya GMO yenye inatoka hapa. Ushaiona chakula ya GMO ikitoka ndio Ukambani? Haiwezi toka. The only thing tunapata kutoka Ukambani ni ndengu. Hakuna kitu kingine tunapata kutoka Ukambani. So hii association songa acha niongee. So Mheshimiwa Speaker, kama tunataka kukomboa hii nchi, ni lazima tu resist anything yetu tunaletewa na GEMA community. Kitu yote inatoka kwa hii GEMA community. Kutoka tupate uhuru ndio wametuletea hii umaskini. Ukienda Northeastern upate kuna umaskini, imeletwa na GEMA community. Ukienda Western ukikuja Western upate kuna umaskini, imeletwa na vitu mbili. It's either imeletwa na GEMA community ama babu yako alikuwa ananyonga watu kwa barabara. So hizo ni laana zenye zinapata familia yenu. Ndio unaanza kulialia ukitoroka kule ukuja kulia hapa eti sijui Raila sijui nani ameleta umaskini kwetu. Umaskini imeletwa na watu wawili. Ni ujinga ya kwenu na GEMA community. Ndio wameleta umaskini kwenu. Usikuje kuambia hapo unafuata mtu mwingine anakuja hapa anasema eti umaskini imeletwa sijui na nani. It is a politician wameleta umaskini kwenu. Mheshimiwa Speaker, Meru, ukiona style ya Wakikuyu walikuja nayo na walibrainwash akili ya Mumeru na Muembu. Unaweza pata Muembu anaongea Kikuyu, Mumeru anaongea Kikuyu, but hakuna Kikuyu mwenye anaweza ongea Kimeru ama Kiembu. So hao watu, na narudia, Mkamba akitaka akuwe president wa hii nchi asidanganywe na GEMA community. Hakuna pale penye GEMA community itampeleka. Na mimi naomba, kama unajua wewe ni Mkamba, wewe ni Mluya, wewe ni Mjaluo, so hii ndio time yetu sasa. This is our time. Hii system ya watu wasende wanakujanga nayo ku divide and rule. Sasa hizo wanakuambia hao watu ndio walileta huyu mtu mwenye tuko naye. Hii maisha yetu tunapitia tumeletana na hao watu. Sasa hizo wanatuambia huyu mtu ni mbaya. The same MP huyu wa Munyoro, Mheshimiwa Speaker, umesema tusiende kwa kutaja wa Munyoro na Ruto. But nitapeana tu example. Huyu wa Munyoro ndiye alipitisha SHA. Huyu wa Munyoro ndiye alipitisha Adani. Kama nadanganya utasema hapa. Huyu wa Munyoro ndiye alipitisha affordable housing. Huyu wa Munyoro huyu wa Munyoro na MP wa kutoka Mlima. Na hiyo time ikipitishwa huko unaweza ongea mbaya juu hiyo kitu. Mtu wa Mlima anaweza kukata na panga. But saa hii, yes, honorable member, 1 minute. Information we allow it. Mr. Speaker, umeona story ilikuwa leo concerning SHA ni personal account ya mtu. So pesa inaingia hapo. Go read the story, ilikuwa leo. So wacheni kusema ni mtu fulani alipitisha. Pia Ruto ako kwa hii deal, Atwoli ako kwa hii deal.
Yaani usome hiyo kufind out hiyo story hivyo. So Mheshimiwa Speaker, sijakataa ya kwamba ni personal kitu ya mtu. But huyo mtu alipoletea serikali. Nani alikuwa deputy president? So ilikuja kama package ya Ilikuja yes. Na wakapitisha, Wamnyora akapitisha akiwa pale. Na akaitetea. Akitetea kuwa anajua ni personal ni ya individual. Si alikuwa anajua na akaipitisha. Akaambia MP zake wapitishe. So Mheshimiwa Speaker, issue yenye tuko nayo hapa hii nchi ni watu wa mlima. The moment tutatoa akili yetu kwa watu wa mlima na kwa tuanze kusukuma vitu zetu as Kenyans, Kenya itaomoka. But tukiendelea kufuata watu wa mlima, sasa hizo wametake over media yote, social media zote wametake over. Hao watu wa mlima. Mheshimiwa Speaker. Mr. Speaker, niko na swali. Yes. Kama utaniruhusu mimi nikuulize. Yes. So I'm not supposed to ask. But we are informing each other. Ndio kila kitu ikuwe sawa. Yes. Nimesikia mheshimiwa mwanabunge sasa ni mwanabunge. After this atakuwa speaker. Yeah. Nimesikia akisema hapa Ukambani kitu moja tu ndio wanagrow pale inaitwa dengu. Yes. Na hawa wanagrow nini? Majani chai, Yes. kahawa nini? Yes. So mimi nauliza hiyo majani chai na kahawa na inaweza fanya vizuri Ukambani? Si Machakos siko hapa. Hiyo climate ya Machakos. Hiyo climate iko sawa. Machakos, Mheshimiwa Speaker, Machakos inaanzia wapi? Machakos inaanzia wapi Mheshimiwa Speaker? Tunaongea Ukambani. Sio Machakos iko Ukambani. So umerudi Ukambani, umerudi Machakos iko walidanganywa. Machakos tulia, umeuliza Speaker. Sasa wacha ajibu, mimi nimemuuliza, wacha ajibu. Mheshimiwa Speaker, hizo vitu unasema zinapandwa. Machakos ndio inaanzia hapa. Hiyo climate ya Machakos. Hizo vitu zinafaa zipandwe hapo. Hii Machakos hii. Si ndengu peke yake inafaa ipandwe hapo. Wakadanganywa na ndengu. Wanapanda tu ndengu hapo. But wao kama wanafaa pande vitu zingine tofauti sana. Si ndengu peke yake. Machakos peke yake. Yes. Wakiungana na hizi kabila zingine wapate uongozi. Kuna watu wa kufikiria vitu vya maana sana. Waluya, Wajaluo na Wakisii na watu wa Mombasa wanaweza kufikiria vitu za maana sana kusaidia ndugu zetu wa Kamba wakiungana na sisi. But wakienda kuungana na watu wa mlima wataendelea tu kupanda ndengu Mr. Speaker. Asante sana. Ya Gema. Ni vizuri umesema tu discuss. Ukweli ni kwamba vile huyo mheshimiwa ametoka ameisema, kuna wale wanalazimisha ama kuna ile kitu wengine wameona wanalazimisha Wakamba ndani ya hiyo Gema. Nakubaliana na mheshimiwa yule ametoka Bwana Majoni kwamba Gema ni Gikuyu, Embu na Meru. Ni muungano ya hawa watu wale watu greedy walijiweka pamoja ili kwamba wanyakue nchi ama wanyakue yale matunda mazuri wanaona kwa nchi. Leo hii wanadanganya Wakamba kwamba Wakamba wako ndani ya Gema. Ukweli ni kwamba tukiangalia hata kwa ugavi wa serikali wakati wana bargain kama watu wa Gema. Leo hii tunaongea kuhusu CS wa 9 ambao kelele. Order members hapo. Hii kuna kelele, honorable members. Kuna bunge moja na Bioria lao point of information and questions. Leo hii kwa serikali tuko na CS karibu wa 9 ambao wana bargain kwamba wanaenda Gema. Ni lini waliweka Wakamba kwa meza wakawaambia kwamba tuna bargain ma CS wale wanatoka Gema na wakaweka Wakamba? Waliangalia tu Gikuyu, Embu na Meru. Wakamba waliwekwa kando. Wakati wa ugavi Wakamba wako kando na leo wanaambiwa wako kwa Gema. Wakamba tukiangalia kwa zile vitu timu ya Gema wanatetea. Ukisikia wamefinywa kwa majani, kahawa, miraa na mogoka, hapo Wagema wanakaa pamoja wanapigania. Na Wakamba wako nje, hawana mogoka, hawana miraa, hawana majani. Ukambani ile kitu tunajua inatoka huko ni dengu, ni mapera, ni maembe na avocado. Ikienda sana watermelon. Hakuna kitu ingine mzuri unaweza pigania hata ukifinywa. Hakuna
serikali hai-export watermelon nje. Ama kuna export ya watermelon? Hatupeleki nje ya watermelon. Tunaikulia hapa ama iozee Kikomba. So mtu asikudanganye wewe ni gema. Muulize ikiwa wewe ni Mkamba unanisikia. Muulize mimi ni gema nafaidika aje kwa hiyo ugema yako. Kwa yule anasema kwamba wako na numbers wakishikana kama gema. Leo hii tukiangalia kwa uongozi, hiyo timu wanajiita gema, Gikuyu, Embu na Meru. Wakati wako nje ya uongozi ama wanataka wasaidiwe waingie kwa uongozi, wanang'ang'ana sana kuleta watu karibu nao ili kwamba waingie kwa uongozi. Nilisikia wakati mwingine huyu jamaa wa Munyoro anatuambia sisi Waluya kwamba we are Bantus. Leo amejua kwamba sisi ni Bantus. Wakati wa ugavi wa uongozi wakiwa kwa meza hatambui kwamba sisi ni Bantus kama yeye. Leo wametambua Wakamba ni wagema. Mbona wakati walikuwa wanapanga mambo hawakujua Wakamba ni wagema? So anytime mtu anatuambia kwamba sisi tunaanguka kwa mirengo yao, tuwaulize kwamba ni vipi tunafaidika kwa hiyo mirengo yao. Ya pili ya mwisho kabisa ni kwamba wakati tunaangalia kuhusu gema, uongozi wa hii nchi Kenya tangu 1963 Wakikuyu tunajua leaders wale wamekuwa kwa uongozi, na tunajua vile wamefaidika kwa serikali ile wanatakanga kwamba tuwasaidie alafu waingie. Ni vipi Wakamba wamefaidika kwa hiyo ugema? Ndio leo hii waambiwa kwamba ni timu ya gema. Ni vipi mwingine ama Mluya amefaidika ndio aambiwe sisi ni Bantus? Tutashikana na yule mwenye atatusaidia. Usituwe sana kuhusu gema. Sasa acha nikuulize. Sisi kama Bantu ko Western tumeungana na hawa watu wa Nile maji. Nipe tu project kubwa moja walituletea moja tu ile kubwa walileta. Usinipatie uparanya. Haya, summarize honorable member. Huyo mheshimiwa ile swali anauliza. Hiyo swali anauliza ni swali hata mtoto mdogo hawezi uliza. Leo hii hiyo swali anauliza leo hii Mumias Sugar Company inafanya kwa sababu ya hiyo watu wanasema wa maji. Kwa sababu ya handshake. Na mimi huyu nimepanda miwa na nina benefit kwa hiyo. So niko na mengi ninaweza wamwambia. Tunaongea kuhusu gema kwa sababu speaker ametuweka kwa hiyo nini kwamba tusitoke nje ya mada. So tunaongea kuhusu gema na tunaelimisha Wakamba na mtu yeyote ambaye atadanganywa, kwa sababu unajua Gachagua anaweza danganya hata watu wa Mombasa kwamba gema inamaanisha Gikuyu, Embu, Meru na Mombasa. So akitaka kitu kwako atawadanganya kwamba ni Gikuyu, Embu, Mombasa na Kamba. Akipata yule mwingine atuambie kwamba sisi Waluya pia tuko na ni Gikuyu, Embu, Meru, Kamba na Luya. So huyu ni mtu anataka sana kuingiza watu kwa ile mess wao wenyewe walileta. Wakati mwenzao ambao ni Uhuru Muigai Kenyatta, president yule alitoka, alikaa nao na akawaambia kwamba hii shida mnataka kujiwekea nyinyi wenyewe mtajilaumu. Hawakutaka kusikia na wakaweka uongozi ile iko leo. Sasa leo wanataka tuungane ili kwamba tuwasaidie kutoa ile uongozi waliweka. Wakamba muwe rada sana, mtumie akili, huyu jamaa si wadanganye. Hamko ndani ya gema, na iwapo mko ndani ya gema, hebu pandeni majani huko tuone kama mtakuwa ndani ya gema. Haya, number 3. President Kalonzo ako save na gema. Na hii gema ime-affect Kenya namna gani kisiasa? Hiyo ndio kitu tuna discuss. Usikuje hapo utuambie mambo ya Raila na hiyo. Tutakasirika. Mr. Speaker,
Mimi nataka kusema hivi. Huo mheshimiwa amekuwa kwa flow. Mimi ni mtu hapa Machakos na sisi hatuhitaji advice ya mtu. Si ni watu wazima, mtu yote vote yote Mkamba ako na ID, huo ni mtu mzima anaweza ji-advise na tunajua kama community mahali tunaelekea. Kwa hivyo hatuhitaji advice ya other communities. Ukiangalia history sisi tumekuwa na Gema. Enda usome history. Since 1973 sisi tumekuwa watu wa Gema. Na wacha ni correct huyo mwenye amekuwa hapa kwa flow. Niwaambie huko Pambani kuna part tunakuza kahawa. Kuna part tunakuza huko Makueni wanakuza hii maembe mnanunua hapa 30 bob. Hii kubwa. Kuna part inakuzwa machungwa. So mkisema hapa hatuna kitu ya export, sisi na Gema tuko hivi pamoja. Tuko na vitu za export. Nyinyi watu wa West wa Nyanza nini mna export? Watu wa Nyanza ni nini mna export? Apart from kulima tu mahindi ya kukula hapo kupeleka kwa kisiagi. Hakuna bwana. Hakuna. Mimi sina madharau. Ni nyinyi ndio mko na madharau na Wakamba. Sisi hatujakuwa na madharau na nyinyi. Mr. Speaker, wacha niwafanyie correction kidogo. Amesema sisi tunafuata Gema, tutabenefit aje? Sisi tumeishi kufuata mzee Kitendawili. Mzee Kitendawili nini ashaitufaidi nayo? Akienda kufanya handshake, wacha ni mcorrect kwanza. Wacha ni correct. Wacha nifanye nimkosoa. Mimi nakosoa rafiki yangu. Mimi nakosoa bwana. Mimi nataka kuja na swali ama point of information hiyo tu. Mr. Speaker. Sisi tumekuwa watu wa baba miaka hiyo yote. Lakini akienda handshake anaendanga peke yake. Ashaita Kalonzo. Wewe Kuna kitu. Umeona Ruto akienda huko Machakos ama Ukambani? Hajaenda sababu hapo involved kwa handshake yenye Raila alienda. Wakati wa Uhuru Mr. Kitendawili alienda peke yake, hakuita Kalonzo. Kwa hivyo nyinyi wacheni kutuuliza tumebenefit aje tukiwa kwa Gema. Kwa Gema ni better sababu agricultural sisi wote tuna produce vitu almost same. Sasa nyinyi mna produce samaki huko. Kwetu hakuna samaki, tutasaidiana aje? Tutasaidiana aje mambo ya agriculture? Hakuna. Bwana find information pale. Chukua. Member mwenye yuko kwa flow anasema kwamba mzee wa handshake aliwa benefit aje? Wakati alienda kwa handshake aliita nani? Kalonzo wakati alienda akipitia katikati wakati wa 207 aliita nani? Wacha niwaelezee. Haya jibu. Wacheni niwaelezee. Kitu moja, hiyo wakati wa Kalonzo kupita katikati alikuwa amesimama president. Alikuwa presidential candidate. Kitendawili yeye si amekuwa mtu wa handshake. Amekuwa mtu wa handshake. In 2017, Kalonzo Musyoka alifanya handshake. Kweli ama si kweli? Si alikuwa ndani ya serikali? Hakuwa ndani ya serikali. No, wakati Raila alisikana na Uhuru, Kalonzo hakuwa ndani. Hakuwa ndani. Wewe waacha bwana. Kalonzo amekuja baadaye. So mimi ninasema hivi. Ama point kwa. Mimi ninasema hivi. Hii maneno ya oya, hebu mtolee. Sasa ile kitu nataka kusema ni nini? Kalonzo Musyoka wakati alikuwa kwa serikali, kwani Azimio alikuja aje? Ukiwacha hapo Wakamba, mimi sio wanagema. Gema ni Gikuyu, Embu, Meru na soma history. Wewe ukisema ati sijui Ukambani mna produce nini? Pale mawe iko na nini? Mr. Speaker, Pale Ukambani mnakuza mawe tu na sijui nini. Mr. Speaker, Ongea juu ya Mount Kenya, sijui hapa ako na nguvu. Aende tu kwa Google. Kama anaongea unanyamaza alafu utamjibu. Ongea juu ya Mount Kenya, Kikuyu, Embu na lakini Wakamba pale kuna kitu.
Haya sawa, huko na dakika moja kutoka kwa floor. Mr. Speaker, memba mwenye ameniuliza swali hapa ako na Google. Enda kwa Google, angalia history ya Gema. Kamba we are there. Kwa Gema community. Kuliko bado wewe bado hujui mambo ya history. Mimi wacha niseme hivi Mr. Speaker. Mimi wacha niseme hivi Mr. Speaker. Hii pande ya Raila hakuna kitu tumebenefit. Sasa tunataka kujaribu hii pande nyingine. Na hii vita inakaa ni ya Nilots na Bantu. Hata Luhya wako ndani. Vita iko hivyo sasa, mambo iko hivyo. Kwa hivyo hapa mimi naona Nilots wako peke yao, Bantu wako peke yao. Na Bantu wana support Kalonzo Musyoka 100%. Hiyo si doubt. Hiyo si doubt. Mimi wacha niseme hivi. Malizia. Do you think Nilots wanaweza shinda Bantu na wingi? Bantu ni wengi. Nyinyi hata mnafahamu mrudishe mkono watu wa Luo Nyanza. Sisi tumeishi kuwashika mkono bila hata kutuuliza anything na bila kuwekeana vikwazo. Sisi tumeishi na nyinyi tukuwavutia na tutavotingi kuwashinda. This time nyinyi tuliwapatia 3 million. 3 million nyinyi mkivote 1.2 na bado mko na madharau. Kwanza ODM by 2027 tunamalizana nayo.